Jicho la imani hapa ZDH TV, maarifa kwa umma. Tayari ZDH TV tumekwisha kutia nanga hapa katika msikiti ambao umetolewa eneo na nyumba nzima ambayo ilikuwa na nyumba ya kuishi, lakini kutolewa kwa ajili ya maslahi ya ibada za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mezoni mwangu hapa tunaye imam msikiti huu ambao umeanzishwa, ataitambulisha ni nani, lakini pia ataeleza nini mahitaji yao katika eneo kama hili. Sheikh, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Kwa majina naitwa Ustadh Sheikh Ayman bin Muhammad bin Mubarak bin Hassan. Mimi ni imamu wa msikiti wetu huu ambao asili yake ulitolewa na mwanamama, alitoa ardhi yake ambayo ndani yake ilikuwa ina jengo la vyumba 6 takriban, lakini lengo na makusudio kuitafuta akhera, na akahitaji jengo lile liweze kubadilishwa hatimaye iwe nyumba ya ibada. Na kwa juhudi za Waislamu walioko maeneo haya tukapambana mpaka tunavyoona mazingira yamekaa hivi yalivyokaa. Kwa hivyo insha Allah hitajio letu kubwa kwa sasa, tunapenda kuwaambia Waislamu walioko ndani ya nchi yetu hii ya Tanzania na nje pia ya Tanzania, shida yetu kubwa tunahitaji tupate mfadhili wa kutujengea msikiti, kwa sababu huu msikiti mnaouona ni bado ni msikiti wa dharura ambao hauwezi kukidhi mahitaji. Hapa tuna Waislamu, tuna waumini wengi sana ambao pia hata Ijumaa inaswaliwa hapa. Kwa haiwezi msikiti huu hauwezi kukidhi mahitaji. Kwa hivyo tunahitaji patikane Muislamu ambaye Mwenyezi Mungu amemjalia aweze kujitolea tujengee msikiti. Lakini pia tuna changamoto hata ya maji. Maana hao wanaokuja pia kuswali tayari wana changamoto ya maji hayapatikani. Hatuna kisima. Kwa hivyo pia tukipata Muislamu ambaye atakuwa na uwezo wa kutuchimbia kisima, hayo yote ni katika yale ambayo tunayahitaji. Mashallah, hivi ndivyo anatueleza imamu kwamba hitajio lao kubwa ni kujengewa msikiti hapa katika eneo lao, ili kuondokana na adha ambayo kwamba inayoendelea hapa, kwa sababu msikiti ulikuwa ni msikiti, ni sehemu ya dharura. Ilikuwa nyumba ya mtu, lakini vyumba 6 ni vyumba vingi sana, mtu angepata pesa nyingi sana, lakini kaamua kutoa kwa ajili ya kujenga ibada ya nyumba ya ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hitajio lao jingine la pili ni kimbio kisima. Huwezi kuswali, huwezi kuoga bila kuwa na kisima chenye maji mazuri na salama. Kama unavyoona maeneo haya, tukuonyesha huko nje namna yalivyo, waumini wanapata tabu ya kutawadha. Na eneo kweli nimeingia mimi hapa ni dogo sana, swala ya magharibi tu imeswaliwa, lakini bado inahitajika kwamba na Ijumaa inaswaliwa, inahitajika kujengwa msikiti hapa. Imam, katika kipindi ambacho ulichokuwepo hapa na kuendesha ibada za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, pamoja na adha ya maji na adha ya eneo, ni adha gani nyingine ambayo nadhani labda Waislamu wapo wengi sana ambao wana uwezo wa kufanya mambo haya? Si mmoja, si wawili, ni wengi sana. Lakini baada ya kuwa hitajio lenu ni msikiti hapa na kisima, hitajio lenu jingine ambalo kwamba labda mtu anaweza kaamua kufanya kwa haraka, hitajio gani? Naam, sisi kwa kweli mahitajio tunayo mengi sana. Hatuwezi kueleza yote hapa, lakini haya tulioyaeleza kama yatafanywa itakuwa ni bora zaidi, kwa sababu hapo nyuma tuna madrasa ambayo alhamdulillah watoto wanasoma, lakini pia vikalio chini madrasa ile haina, maana yake hakuna mikeka ya kuweza kutandika pale, mabosati hamna. Kwa hiyo pia ni miongoni mwa changamoto ambazo tunazo. Lakini pia changamoto mama ni changamoto hii ya msikiti, na kama tunavyojua Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama ameuelezea msikiti una nafasi kubwa sana katika dini yetu ya Kiislamu. Kwa hivyo tukipata msikiti, nafikiri mengine yote yatakaweza kukaa vizuri inshallah. Hii ni changamoto yetu kubwa zaidi kuliko zote. Mtazamaji wa ZDH TV, hivi ndivyo anavyotueleza imamu, na mahitaji ni makubwa sana. Wale watu ambao kama wenye kukimbilia khairati kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni wafanye. Allah anasema falyatanafasil mutanafisun, ni washindane na kushindana. Lakini hapa kama unaweza kujenga msikiti njoo ufanye, kujenga madarasa njoo ufanye, kuchimba kisima njoo ufanye. Sasa hii Dar es Salaam, hapa ni Chanika, ni Masantula. Sheikh Ayman, mtu anayetoka Mwanza, anayetoka Dar es Salaam mjini, anayetoka wapi, hapa anafikaje? Labda mawasiliano yenu, lakini muelekeze Muislamu anayetarajia kuja kufanya khairi, maana siku hizi vishoka ni wengi Sheikh.
Unaweza kaja msikitini kama hapa na rekodi, lakini baadaye watu wakituma sadaka zao zinaingia mitaani. Sasa Waislamu wanapenda kuona mambo kwa hakika. Nataka afike hapa, anafikaje Muislamu? Njia kwenu inafikika, lakini pia mawasiliano yenu wanakupataje? Je, mna akaunti ya benki au namba za msikiti? Alhamdulillah, swali zuri shekhe umeniuliza. Kwa watu ambao wanatokea Kariakoo, ni kufika hapa ni rahisi zaidi. Unapanda tu gari za Chanika, Machinga pale complex, unapanda gari za Chanika, unashuka eneo moja linaitwa Chanika Masantula. Ukishuka hapo Masantula, unauliza bodaboda pale wakupeleke msikiti mpya, unafika hapa kwa urahisi tu zaidi. Wale ambao wanatokea labda mathalan mikoani na wanahitaji kutusupport kwenye jambo hili, wanaweza kutusupport kupitia namba zetu za simu ambazo tunazitaja inshallah. Ni 06 kwa wale wanaotumia Yas, mtandao wa Yas au Tigo, 0675 13 0927. Wanaweza kutupata kwa namba hiyo. Wale ambao wanatumia labda mtandao wa Voda wanaweza kutupata kwa namba ya 07 43 29 38 34. Wanaweza kutupata kupitia namba hizo za simu. Mashaallah. Mtazamaji wa ZHTV, ndivyo anavyotueleza Imam na namna ya kuwapata hawa ndugu zetu katika imani, kuja kuwasaidia ili kuungana na wao katika kheri mbalimbali zinazofanyika hapa msikitini kwao. Ni msikiti mpya huu. Namba zao ni hizo, lakini pia si vibaya tukapata kuongea na baadhi ya waumini ambao kwamba waliohudhuria katika maeneo haya kwa ajili ya ibada ya swala ya magharibi. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salaam wa barakatuh. Mimi naitwa Mwinyi Katunga Koho. Nashukuru pia Mungu kuwapa uwezo wa nyinyi kuja katika msikiti huu. Nashukuru Mungu kuwapa nguvu wa nyinyi kuja katika msikiti huu. Mahitaji ni mengi tu. Mahitaji ni mengi. So tunaswali hapa muda mwingine mashallah mbu natusumbua. Mambo mengi zaidi. Shukrani sana. Muumini anatueleza kwamba mahitaji ni mengi sana kama alivyoeleza Imam mara ya kwanza, lakini pia si vibaya tukaungana na waumini wengine kwa ajili ya kupata mawili matatu, ambao kwamba wao wenyewe ni sehemu ya adha. Waungana na waumini wengine huko nchini na wanaoona ZHTV inavyozidi kuruka na kwenye matukio haya mbalimbali. Muumini mwingine anaweza kujieleza hapo kwa mawili machache ili kutueleza yapi mahitaji yao. Asalamu alaykum Sheikh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi. Kwa jina naitwa Said Muhammad. Mimi ni muumini wa msikiti huu na isitoshe vile ni kiongozi wa msikiti huu. Matarajio ya kituo chetu ni mengi sana, ila lau kwa uchache kama alivyotangulia mwenzangu ndugu Imamu hapa, tarajio letu sisi tunahitaji jengo hili litengenezwe ambalo lenye nafasi kubwa ili liweze kukizi vigezo vya waumini namna tunavyohitaji kufanya ibada. La pili, ibada inahitaji vile vile sehemu ya afya. Wanaokuja hapa kuchukua udhu, kwenda kule chooni, kwa maana tunahitaji tupate vile vile mashimo ya choo. Hilo ni sehemu nyeti vile vile. Kwa maana jambo kubwa sana kikubwa, nashukuru kwanza Mwenyezi Mungu kwa nyinyi kuja hapa kutusaidia kwa jambo hili, kwa sababu nyinyi mna kipaza sauti. Kwa hilo walilahi alhamdu, nashukuru Mwenyezi Mungu, ndio jambo letu ambayo shida ilikuwa. Alhamdulillah, hii ni ZHTV Live, tunaungana kwa ajili ya kupata sauti kama alivyoeleza ndugu yetu hapo, kwamba tutapata sauti kadiri ya haja ili kushirikiana na Waislamu wenzetu duniani ili kheri hii itufikie sote. Si tunasema na kutenda, lakini vile vile na wewe unasikiliza na kufuatilia ZHTV, basi jitahidi kutuelewa kwa umakini sana ili kuondosha hii hali ambayo kwamba ipo kwa ndugu zetu hapa maeneo ya Chanika, Dar es Salaam, sehemu inaitwa Masantula, msikiti mpya. Ungana nao kuchangia chochote katika namba kama zotajwa hapo chini, lakini pia tuungane na muumini mwingine ili atueleze kwa uchache labda ni yapi ambao kwamba anadhani na yeye kutilia nguvu ili aungane na Waislamu wengine duniani. Salamu. Mimi naitwa Hassan Muhammad Gili maarufu Mzee Meko Masantula, lakini nilibahatika kuja katika ile eneo. Niliitwa na Imamu kanielekeza, kanionyesha ile eneo, kaniambia kwamba kuna mtu ametoa wafu. Bahati nzuri nimeona
na kuna baadhi ya vitu kidogo tumepunguza, lakini lengo letu sio hili. Lengo letu sisi tupate msikiti mpya, kwa sababu hata ile jengo lenyewe nalo halipo katika ubora wa kusema kwamba huu ndio msikiti. Tumefanya hivyo kwa dharura tu, ili mradi watu waone hili waweze kuanza kupata ibada, kwa sababu msikiti ulikopo hapo uko mbali na muda mzuri sana kupata ni mchana, lakini kwa alfajiri 100% kubwa hawapati. Na bahati nzuri tumefika hapa, na wazungumzaji wetu bahati nzuri tumewatafuta, wamefika. Kilio chetu ni tupate msikiti mpya, na tupate maji, tupate darasa kubwa, na tupate mazulia yaliokupo makubwa, ili tuweze kufanya ibada kwa uhakika. Kwa sababu kwanza mama mwenyewe amefanya kuwa na imani, hiki alichokitoa kama nukukiuza inafika hata milioni 40, lakini ametoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Na sisi pia jitihada zetu tupate hicho kinachohitajika. Kwa hiyo kama kuna muumini yote yule mwenye uwezo wa kutusaidia, tunamwomba tusaidie. Kufika hapa hatopotea. Nama ndo hizo alizopewa, na ingine ndo mimi ambao ni muumini nilikuwa kule barabarani, akifika pale alipige simu tu mimi nifike nimlete mpaka hapa, ni 0718 53 56 10. Shukuru sana. Amina inshallah. Mzee wetu Mzee Meko, na wewe ni mtu maarufu sana katika eneo hili la Chanika, na niwaambie tu watazamaji wa ZTV, huyu ndo dalali maarufu Chanika. Kwa hiyo naamini hata eneo ambalo kwamba mlijengwa msikiti hapa na wakfu uliotolewa, yeye mwenyewe anaamini na anajua kwamba ni eneo ambalo kwamba halina mgogoro wa aina yoyote, kwa sababu angelijua na mgogoro, na kwa sababu yeye ni maarufu mambo haya angelitueleza. Na yeye pia amethibitisha hili, lakini mimi pia Haji Ramadhan wa ZTV umethibitisha hilo kwamba eneo hili halina mgogoro, na wewe mama amejenga nyumba yake kwa ajili ya kuishi, lakini mwisho wa siku ameamua kwamba alitoe eneo hili na jengo hili kwa ajili ya kujenga msikiti na kufanyika ibada za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuungane na waumini wengine kwa ajili kupata mbali ambao kama yanayoelezwa hapa. Waumini wana kiu ya nini hasa? Shida yao wamesema ni msikiti, shida ya pili ni darasa, lakini pia mazulia. Kama mnavyoangalia hali hii, hata wanafunzi wanakaa chini wanasoma, lakini wanakaa chini katika hali ya taabu sana, kiasi ambacho hata mtu akiamua kuleta mwanae chuoni kama ana imani sawa sawa, anaweza kaamua akaona kama mwanangu analala kwenye masofa, lakini kwa nini leo akakae chini kwa hiyo kusoma Qur'ani tukufu? Ungana muumini mwingine ili atuambie kwamba ni yapi ambayo kama pia anajisikia adha kufuatana kutembea kutoka nyumbani kwake mpaka barabarani kule kwa ajili ya ibada ya swala alfajiri. Kuna tabu, kuna dhiki, kuna wadudu wabaya, lakini binadamu pia wabaya. Wao wamepatiwa eneo hili la msikiti. Je, amejisikiaje? Lakini pia lipi hitajio lake? Asalamu alaykum. Asalamu warahmatullahi wabarakatuh. Kwa jina naitwa Ali Rashid Ngauma. Kama alivyotangulia wenzangu kuongea, mama katubia jengo hili. Tunashukuru msikiti tumeletewa karibu hapa, ila jengo lenyewe ndio hivyo alipo vizuri. Tunaomba misaada kutubadilishia hili jengo. Adha zetu ndio hizo mlizozisikia. Sawa sawa. Uliongea mtangazaji, sijui kuna adha gani nyingine inachotokea, labda ndio hiyo jengo likishakamilika vyoo iwe sahihi. Basi sina mengi ya kuongea, ni hivyo tu. Tunashukuru sana. Haya unayoona hapa ndani ya ZTV ni kwa sababu ya huruma za watu waliokuwa wengi sana. Na mimi kama Haji Ramadhan wa ZTV nitume salamu nzuri na nyepesi kwa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Hebu waone hawa waumini. Naamini message itakufikia, lakini pia ndugu yetu Sheikh Abdallah Ulega, hii itakufikia pia, mtu wa khairati. Unafahamu mengi sana na unajua kwamba mambo haya yanahitajia nini. Msikiti ndio sehemu ya kutunza amani. Msikiti ndio sehemu ya kutunza upendo. Msikiti ndio sehemu ambayo kama peke yake inaweza kusanya watu kwa wakati mmoja, lakini pia msikiti unakusanya kwa siku watu mara 5. Kwa hiyo kumrudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia msikiti ndio sehemu ambayo kwamba watu ndio kimbilio la khairi, ndio kimbilio linapotokea shari, watu kimbilia msikitini. Ukitaka kuombea nchi ya amani tunakimbilia msikitini. Kuombea nchi utulivu tunakimbilia msikitini. Kwa hivyo message hii ya waumini wa hapa ni waombe wao, wanayo kauli kwa pamoja labda kumwambia Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan awatazame, kwa sababu naamini ujumbe utawafikia na viongozi wengine, lakini hususan mama yetu, mama mwenye huruma, mwenye upendo na watu wake, mwenye upendo na wananchi wake. Hebu tumuombe imamu kwa maneno machache sana, tumuombe asimame, alafu kisha aiombe serikali na kumuomba rasmi Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan awatazame hawa katika msikiti huu. Sheikh,
Kwanza ni kuomba katika mwezi huu mtukufu kumuombea rais wetu, lakini pia kumuomba kwamba atutazame na sisi huku maeneo ya Chanika ambako kwamba tunaamini tunayo shida na adha. La kwanza ni kumuombea kwanza rais amani, utulivu na upendo, lakini pia kuiombea nchi yetu, lakini pia umtumie ujumbe maalumu kwa ajili yake atazame katika jambo hili. Karibu sana. Alhamdulillah. Binafsi kwanza nianze kutanguliza dua kwa mheshimiwa rais wa nchi hii ya Tanzania, mama yetu mpendwa kabisa, Samia Suluhu Hassan. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amtilie wepesi kwenye majukumu yake mbalimbali. Amin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amuondolee hasadi. Amin. Mwenyezi Mungu ampe afya njema. Amin. Mwenyezi Mungu ampambe kwa afya. Amin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amjalie aliendeshe gurudumu hili la nchi kwa usalama kabisa. Amin. Hii ni dua yangu kwa mheshimiwa rais wetu wa nchi ya Tanzania. Lakini pia ni muombe kauli hii, nafikiri ataiona, ataisikia popote alipo, ni kwamba sisi Waislamu wa Chanika maeneo ya haya ya Vigunguli tuna shida, na shida yetu kubwa ni kurekebishiwa jengo letu hili la ibada. Tunahitaji tupate msikiti ambao tutaweza kuswali kwa amani kabisa, na tutaweza kumimina dua kwa ajili ya kumuombea rais wetu. Hilo ndio ombi langu kubwa kwa mheshimiwa na waheshimiwa wengine pia. Shukrani. Jazakallah khair Imam. Hivi ndivyo alimaliza mama wetu hapa katika msikiti huu ambao tutahitajia Mheshimiwa Rais ataliona hili, atalisikia, na kwa sababu yeye ni msikivu na ni muelewa na anapenda khairi kama hizi. Kama anaweza kujenga barabara, madaraja, kwa nini asiweze kujenga msikiti kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini vile vile kupunguza makali katika adha wanaoipata waumini wa maeneo haya. Mimi ni Haji Ramadhan wa ZHTV. Kwa hakika mwisho wa kipindi hiki na mwanzo wa kipindi kingine, na mimi ni Haji, takunipata ndani ya ZHTV ni 0713 87 72 22. Mpaka wakati mwingine.